napenda sana kuhubiri Roho Mtakatifu, maana pasipo Roho Mtakatifu hatufiki mbali. Kumkataa Roho Mtakatifu, basi kanisa linakuwa sawasawa na vyama vya siasa. Jamani, tusipokuwa na Roho Mtakatifu, TAG itakuwa ni chama kikuu, sio cha upinzani, cha kidini. Na sisi hatujengi chama kikuu cha kidini. Pasipo Roho Mtakatifu, usemaye umeokoka ukaishi pasipo Roho Mtakatifu, utaishi maisha ya kuigiza. Utakuwa unaigiza. Nasikitika sana mpaka sasa katika tembea yangu katika nchi hii nimegundua kweli kuna maigizo ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kuna maigizo ya kunena kwa lugha. Nawaambia kweli kabisa, kweli kweli, nimetembea sana nchi hii na ninawafahamu ndugu zangu wa TAG. Na leo tunataka Mungu aturehemu. Leo tunataka kufurika kwenye jengo hili, Roho Mtakatifu atujaze upya. Haleluya. Atujaze upya. Na hili tumekosea sisi wachungaji. Wachungaji nikiwemo na mimi, wale wachache wanaojitahidi kuhubiri Roho Mtakatifu wanahubiri, alafu kisha wakiona mshirika amenena, basi wanaona kama amehitimu, ni kama graduation ya Kipentekoste. Lakini kunena Roho Mtakatifu sio hitimu, sio graduation. Jina la Bwana libarikiwe. Na nimemwomba Mungu anisaidie. Nitakuwa mwaminifu kuangalia muda, lakini naomba mkurugenzi, ratiba yenu na muda mliokuwa mmeniambia nianze, wametumia sana watu wengine. Kwa hiyo mimi nitalipa au nyinyi ndio mtanilipa? Jamani, amina. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Na wengine watasema, mchungaji Mwiche, unakuja kutuhubiri Roho Mtakatifu? Sisi watu tuliokoka siku nyingi, sisi tumekuwa wazee. Roho Mtakatifu tunahubiri kwa waongofu wapya. Hapana. Roho Mtakatifu ni kwa kila anaitwaye Mkristo, na kujazwa ni kwa kila siku. Jamani, amina. Yani tunapaswa kudumu na kuishi tumejaa. Nyakati zote mwanaume amejaa Roho. Na mwanaume anayeishi amejaa Roho anakuwa watofauti sana. Anakuwa watofauti. Maisha yake ya tofauti. Kazi ya Kristo yeye inakuwa ndio kama chakula cha kila siku. Yani haishi wiki nzima hajamnena Kristo. Haitakuwa na kweli kama tutasema tunajaa Roho, tunaanza Januari mpaka Disemba hatujasema na mtu habari za Kristo. Hicho ndio kipimo pia kujua una Roho ndani ama huna. Naona sasa tunaanza kwenda pamoja. Naona watu wanaanza kunielewa. Unanena sawa, lakini lazima kunena kuambatane na matunda ya kunena.
Haleluya. Haya, sasa hebu nimshukuru Mungu, halafu tuanze kutiririka. Mtakatifu Mungu Baba, tunakushukuru. Asante kwa kuliandaa kongamano hili. Naomba Roho Mtakatifu ulifunike kusanyiko hili, nami nipe kunena yale ambayo unataka watu wako wayasikie. Naomba Roho Mtakatifu tembea katikati yetu. Bwana, tunakuhitaji mno. Leo tunatamani kujazwa tena, tunatamani kunena tena, tujaze upya tena. Ni shauku yetu, katika jina la Kristo Yesu, na wote tuseme amen. Katika Matendo 1 mstari wa 8, ambao ninaamini kila mmoja aliyopo hapa na ufahamu hata bila ya kufunua Biblia. Anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Haleluya. Natamani tuseme wote basi. Mimi nitatangulia, wote nifuatishe. Lakini najua mimi tukiwa kwenye ukumbi kama hivi, tukiwa kanisani, tunapokuwa kwenye ibada, yani anayeongoza mchezo ni yule aliyeko madhabahuni. Kama anacheza anaelekea huku na sisi tunaelekea huku, au sio? Akisema tupunge mikono tunafanya nini? Na akisema tupunge mikono mwenzetu tunafanya hivi uko nje na madhabahu. Sasa usione kama nafanya mambo ya kitoto. Nikisema nifuatishe. Yaani hata kufuatisha nako ni hubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala hunifatishi bure bure, kuna nguvu. Haya, twende. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi yote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Asante sana. Huyo nani anasema? Yesu. Yesu alipotoka mbinguni alikuwa na mpango mkakati, na mpango mkakati ulikuwa sio wa Tanzania peke yake. Ulikuwa ni kurejesha wanadamu wote ambao shetani aliwatoa katika ulimwengu wote. Mkakati wetu ni kweli unagusa ulimwengu, lakini wa Yesu alikuja kimkakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachagua wanafunzi, akakaa nao, akawafundisha, akawaonyesha. Yani hakuhubiri tu. Yesu alipokuwepo katika ulimwengu hakuhubiri tu. Alitrain. Waingereza wana neno lile linaloitwa kutrain. Jamani, tuko pamoja? Ni kufundisha, lakini kwa namna ya kuonyesha. Na wanasema mtu anaye train anafanya yeye, hawa wengine wanaona. Jamani, amina, wanaangalia. Halafu baadaye anawaruhusu hawa wafanye, yeye awaangalie kama wanafanya sawasawa na alivyokuwa anafanya yeye. Sasa kwa Waingereza wanasema huko ndio kutrain. Kiswahili ni nini? Ni kufunza huko.
Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo Yesu alipofika mahali, baada ya kuwafundisha na kuwatrain, kuonyesha kwamba tunafanya hivi, akatoa pepo. Halafu na yeye akawaambia, mtatoa pepo kwa jina langu. Si unaona akaponya wagonjwa, na yeye akawaambia, nendeni mkaponye wagonjwa. Akafufua wafu, halafu akasema, enendeni mkafufue wafu. Ametupa mambo makubwa, na haya usifikiri ni ya watu fulani, ni yetu sisi. Mgusaguse mwenzako, mwambie haya ni yetu. Yesu anataka tuyafanye. Jamani, amina. Halafu kabla hajaondoka akasema, sasa enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Jamani, haleluya. Lakini namna gani ya kufanya ni katika mstari huu wa 8. Mpango mkakati wake huko huko. Katika mstari niliosoma kuna mpango shughuli hapo, kuna mpango kazi hapo. Jamani, tuko pamoja? Ambao ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume utaona walivyokuwa na mpango shughuli na mpango kazi ambao waliutekeleza. Kwa hiyo namna gani ya kwenda, hakuchukua pesa kuambia, maana alikuwa na uwezo, angeamuru pale mipesa, kila mwanafunzi, Petro, wewe utachukua bilioni 5, wewe bilioni 4, mwende. Lakini hakutoa hata shekeli moja, hakutoa. Mtaji ambao alituachia ni Roho Mtakatifu. Alituachia nguvu. Alijua tuko dhaifu, akasema mtapokea nguvu. Haleluya. Roho Mtakatifu kumbe ndiye aletaye nguvu. Sio analeta nguvu tu, yeye mwenyewe ni nguvu. Haleluya. Ukiwa naye una nguvu, bila kujali wewe ni mzee, bila kujali unakaa kijijini, bila kujali unakaa nyumba ya bati au ya manyasi. Jamani, bila upendeleo. Haleluya. Hapo ndipo ninapomwonaga Mungu wa maajabu. Hapo Mungu ndipo bure. Lazima tudhihirishe ile nguvu. Haleluya. Akasema, mnaanzia wapi ushahidi? Hapa Yerusalemu. Na Yerusalemu yako ni pale unakokaa. Tuko pamoja? Halafu unaondoka Uyahudi. Uyahudi wako ni jirani zako, vijiji vya jirani ama wilaya za jirani au jimbo jirani. Tuko pamoja? Halafu akasema Samaria, unatoka Kigoma unaenda Mtwara, huko ni Samaria. Jamani, amina. Unatoka jimbo unakwenda jimbo jingine. Haya, hata mwisho wa nchi. Mwisho wa nchi. Ndio maana tuna umisheni wa nje ya nchi. Nimekuwa nikitafakari, nikasema ile nguvu iko wapi? Mimi kwa kweli ninapata shida sana, ile nguvu iko wapi? Kama wanaume wanakaa tangu Januari mpaka Disemba hawajasema habari za Yesu kwa mtu. Na bahati mbaya, nasema bahati mbaya, na wachungaji wenzangu mliopo hapa, bahati mbaya, tulipofika tukapata uchungaji, tukavua mambo ya msingi. Kushuhudia sasa
Mimi makamu askofu nishuhudia mtu we so unaona ile status tayari ya muhimu kuliko kazi aliyotupa Bwana. Na mimi nimewambia ile kazi ametoa bila kujali jinsi ulivyo. Tunaacha kushuhudia. Wachungaji tunaacha kushuhudia. Na alikuja mhubiri moja akafundisha fundisho lina ukweli, lakini linatakiwa namna nzuri ya kulichukulia na kulitendea kazi. Lina ukweli kweli fulani. I say kama kuna mhubiri alikubalika kwa fundisho ni yule bwana. Alisema hivi, sikilizeni. Kulikuwa kuna kongamano, lakini lile fundisho lilienea nchi nzima baadaye. Unaona? Akauliza swali, mchungaji anachunga kondoo. Je, ili kondoo wazaliane, nani anayezaa, mchungaji au kondoo? Unaona? Kondoo ndio wanazaliana. Mimi mchungaji kazi yangu kuchunga tu vinavyozaliwa. Nakwambia wachungaji walibarikiwa na hilo. Ninaamini hata leo hii watu hapo wameanza kubarikiwa. Kuna ukweli namna ndogo. Unajua kunakuwa na fundisho lina ukweli sehemu fulani, lakini sehemu fulani usilalie huko tu. Jamani, amina. Kwa nini? Mimi nilipinga nikasema hivi, ni sawa sawa, lakini ameacha kupambanua kwamba katika kondoo hao na mimi mchungaji ni sehemu ya kondoo. Kuna mtu ananielewa? Sasa wengi walipokea kwa namna moja tu, kwa kuchukulia kondoo wale wanyama. Sisi Biblia inatuita wote sisi ni kondoo wa Bwana. Jamani, amina. Kwa hiyo awe askofu, awe mchungaji, awe nani, sisi wote ni mikondoo ya Yesu. Natakiwa kuzaa na mimi kondoo, nizae kondoo. Najua fundisho langu halitaitikiwa sana, lakini Roho Mtakatifu ameliitikia. Kabla sijaendelea, labda nieleze kidogo tupate kuona, ni watazamishe wanaume wenzangu juu ya kanisa lenu la Tanzania Assemblies of God. Maono ya kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Mkakati wa miaka 13 miaka 13 ya moto wa uamsho ya Tanzania Assemblies of God. Nikupe kidogo kupata kuelewa. Jamani, amina. Tunataka nini kitokee katika miaka 13 ya moto wa uamsho? Tunataka kitokee nini? Wale ambao mmenunua vitabu vya mpango mkakati, kama mmesoma, mtakuta vinaonyesha kwamba tunataka tutakapokuwa tunamaliza miaka 13 ya moto wa uamsho, tunatamani kuona tuna washirika wasiopungua milioni 9. Jamani, sawa? Milioni ngapi? Tunatamani sana kuona makanisa yanazaliwa tena kwa kubwa 1000 na maelfu 40. Jamani, amina. Tunatamani kuwa na wachungaji 45,000. Maono hayo wala sio ya mtoka mbali. Simuniitikia amina. Sio ya mtoka mbali. Na naomba wanaume tupokee tofauti kabisa. Kuna watu wengine wanasema mtoka mbali bana, maono yenyewe. Unajua ukiwa mvivu utachukia haya maono. Sio ya mtoka mbali. Ni maono ambayo Mungu
ameyaleta kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God ni yako. Na tumeweka mikakati mle kwamba tutapataje, maana hayakuja maono tu, namna ya kupata waamini milioni 9. Tukaweka, tukachanganua, kila mshirika alete washirika wasiopungua 2. Ni vimraba vidogo vidogo tu. Juu ya wachungaji, kila mchungaji azai wachungaji wasiopungua 3 kwa miaka 3. Mchungaji mmoja kwa miaka 3. Yaani azai, afungue kanisa, ale, amsomeshe. Miaka 3 inapita anazaa, miaka 3 inapita anazaa. Si unaona? Sasa mimi mwenzenu ninatetemeka. Tusipoyafikia maono haya itakuwaje? Shetani wa kwanza atatucheka. Maana mpaka ninavyoongea hivi sasa, makanisa 45 tunayotarajia hivi sasa hivi hapa, tuna makanisa 19,304. Jamani, kwa kweli ukilinganisha na lengo, hata nusu hatujafika, hata robo hatujafika. Jamani, tuko pamoja? Hao wachungaji 45,000 tunaowatarajia sasa hivi tuna 18,682. Toa 40,000, toa, tunawasubiri kuwa na wachungaji wangapi ambao tunataka wazaliwe? Washirika milioni 40. Sasa hivi tunazungumza hapa tukiwa na washirika milioni 2,584,537. Ninataka uone umbali ulivyo na muda uliobakia kufikia 33. Simebaki miaka kama 7 tu. Jamani, wanaume tupo? Tuna shida, tunamtaka Roho Mtakatifu. Tunatamani hiyo nguvu. Amina. Petro baada ya kujaa Roho Mtakatifu, crusade ya kwanza, walipatikana washirika wangapi? 3,000. Kuna wakati mimi nikawa natafakari, nikasema labda walikuwepo watu wengi ndio maana wakawa 3,000. Mimi nitakusanya wapi mpaka nipate 3,000? Hapana. Hapana, wanaume. Natamani katika kongamano hili tupate wanaume watakaoitwa kwenda kumtumikia Bwana, kwamba sasa katika hao waliobakia mimi naingia. Natamani, na nimemwomba Bwana, namwambia Bwana tusaidie tupate wanaume hapa, na Mungu ametuletea wanaume wengi namna hii. Tutapata wachungaji wasiopungua hata 40 hata 50 hapa. Wamekaa tu huko. Walikuwa Bwana aliwaandaa waje hapa wapokee wito hapa. Jamani, haleluya. Amekuandaa. Na usione haya, usitoke kwenye kambi na unasikia kitu nani kinasema, kuna sauti inasema unatakiwa ukamtumikie. Na wenzetu wale walikuwa wachache sana wakati wa mitume, lakini waliweza, baada ya kupokea ile nguvu ambayo ndio mtaji mkubwa, Biblia inasema wakaondoka wakaenda zao, na ishara na maajabu yakaambatana pamoja nao. Unaelewa, kuna miujiza na miishara iko ndani yako hapo, imetulia tu, inangoja ujifungue. Jamani,
Kuna mimba za miujiza ziko ndani ya watu hapa. Mimi nilifikiri kuna watu wataitikia amen. Inangoja tu ujifungue. Na mimi naomba sana Mungu atusaidie, Roho Mtakatifu leo azalishe hapa. Azalishe. Na kusudi la somo hili nitahitimisha kwa kwenda kufanya maombezi ya ujazo mpya. Kabisa. Kabisa, sio ile ya mazoea ambayo tunaweza tukaigiza hata Roho wakati hayupo. Unajua sasa hivi kuna lugha za kunena za kuigiza ambapo hata Roho hayupo. Si mnazifahamu Kwa mara ya kwanza mimi nilishangaa, mhubiri mmoja, wahubiri wanahubiri alafu anasema wanashandarize, alafu akaanza nikasema ala, hii lugha inaonekana ni ya uhuni tu. Mbona hata akijisemea hivi tu. Hata Roho kama hayupo. Tunataka ile hata kama itakuwa kwa muda mfupi, lakini iwe ya Roho mwenyewe. Katika Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6, andiko hilo linanifurahishaga sana. Samueli anamwambia Sauli, wakati Sauli amechaguliwa kuwa mfalme, anamwambia hivi, ametoka kwa Samueli sasa. Sitaki kueleza kisa chote. Anamwambia Sauli, utakapokuwa unateremkia huko, Roho wa Bwana atakujilia juu yako, naye atakubadilisha kuwa mtu mwingine. Naipenda sentensi hiyo. Yaani Roho abadilishe awe mtu mwingine. Sio mtu mwingine kwa sura, sio mtu mwingine kwa umbile, sio mtu mwingine kwa rangi, sio mtu mwingine kwa vinginevyo vyovyote, lakini mtu mwingine aliye na nguvu za Mungu ambazo zinatembea kama maji. Unatamani hiyo mwanaume? Unatamani Roho akubadilishe uwe mtu mwingine? Katika kongamano hili utarudi ukiwa mtu mwingine. Kabisa. Nina walimu watakao kuja. Mimi nafungua lakini najua utakuwa mtu mwingine. Haleluya. Na ukiwa mtu mwingine, maana tunamuona Petro yule alimkana Yesu. Yule alikuwa muoga. Yule lakini alipopokea nguvu, Petro akawa mtu mwingine. Hakuwa muoga tena, akafungua mlango. Watu wanasema hao jamaa wamelewa. Akaambia, enyi wanaume ya Yerusalemu, saizi saa 3, nani analewa saizi? Yaani haogopi kwamba mtu tutakamatwa kama Yesu alivyokamatwa. Amekuwa mtu mwingine. Wale jamaa walikuwa wanamtisha, wanaogopa. Sasa anasema mbele yao. Halafu akaeleza habari ya hii nguvu. Watu 3,000 bila shaka, na waliomsulubisha Yesu siku ile walikata shauri pale. Hizo ni tafakari zangu, lakini Biblia haijasema. Lakini watu 3,000, mimi nawaza kwamba hata waliomkamata Yesu wengine walitubu pale. Haleluya, haleluya. Unajua nguvu hii ikiingia ndani yako inashughulika hata na adui yako. Tuko pamoja? Inashughulika na hata kile kilicho kipinzani chako. Sasa kama tuna malengo ya miaka 13 na hapa tulipo ndio hapa, tutafikaje? Nasema tutafika. Wanaume, maadamu tupo tutafika. Naomba useme tutafika. Tutafika, tutafika. Haleluya. Lazima tufike, lakini hatutafika bila ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna vyanzo vingi vya nguvu, lakini katika ufalme chanzo cha nguvu ya mafanikio makubwa ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye tunaona alinenwa hata kabla ya Agano Jipya. Nabii Yoeli akazungumza katika 2:28 mstari ule
sura ya pili mstari wa 28 na 29 tunaona anazungumzwa. Halafu tunakuja kuona wakati huo Yoeli anatabiri, yani habari za Roho Mtakatifu zilikuwa hazijawa wazi kama leo. Jamani, amina. Petro akaja kuthibitisha ule unabii wa Yoeli katika Matendo ya Mitume sura ile ya pili mstari wa 17 mpaka 18. Akathibitisha kwamba kama vile ambavyo ilinenwa itakuwa siku za mwisho. Na ndugu zangu wa Tanzania wa Assemblies of God, siku za mwisho zilizotabiriwa, na naamini kabisa sisi tunaishi katika siku zile za mwisho. Jamani, amina. Anasema naam, nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu. Jamani, tuko pamoja? Sasa wakimwagiwa wanaishia kunena, anasema watatabiri. Haleluya. Kutabiri sio kusema Bwana wa majeshi asema. Hapa kutabiri kulihubiri neno kwa nguvu. Jamani, haleluya. Kulihubiri neno kwa nguvu. Kwa hiyo ndugu zanguni, ninataka wanaume tuliopo katika jengo hili leo tuone Roho anatujaza na tunakwenda kutekeleza maono tulio nayo, yanatimia, tuone yanatimizwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni wajibu, na wala sio kama tupendavyo, bali kama apendavyo. Nguvu ya Mungu inakuja juu ya udhaifu wa mwanadamu. Uamsho huo unasisitizwa sana. Yaani hiyo nguvu inakuja juu ya udhaifu wa mwanadamu. Kutoka katika udhaifu, ukivikwa nguvu, unakuwa mtu mwingine ambaye utaihubiri injili bila kujihurumia. Utakwenda huku na huku bila kujihurumia. Na neema tulio nayo wanaume wenzangu, wala hata tusipoenda Samaria, huko tunakoishi tuna wenye dhambi wengi ambao wanahitaji kusikia, lakini hawajapata nafasi ya kusikia. Wanaume tuko wengi namna hii. Tunatamani tulikamate taifa la Tanzania, ya kwamba kila asiyesikia jina la Yesu, au alisikia lakini sio kwa usahihi, akasikia kupitia wanaume. Naomba wanaume tuinuke na tukiwa na ujasiri ya kwamba tutarejea na kubadilisha vijiji na vijiji, makanisa yakifanya kazi mpaka dunia ishangae. Hapa tulipofikia ni cha mtoto. Ni cha mtoto. Najua ni kweli, tunamshukuru Mungu sana, kanisa letu liko vizuri. Katika makanisa ya Kipentekoste na sisi tuko vizuri. Si ndio? Hujawahi kuona mtoto anaongoza darasa? Ukiuliza amepata ngapi? Amepata 18, lakini kaongoza darasa. Yaani ile 18 inampa kuongoza, kwa sababu darasa lenyewe ni la wajinga. Mniwie radhi, sizungumzi ujinga wa mambo mengine, lakini kweli tunaonekana tunaongoza, lakini bado na wakati mwingine wachungaji wenzangu tumerizika tu tukiwa na washirika wako 150, basi na kasadaka kale basi. Wala usiangalie kikapu, we angalia roho ziko ngapi. Ukiangalia roho ngapi, kikapu kitajijibu chenyewe. Jamani, tuko pamoja? Kitajijibu tu. Nguvu ya Mungu inakuja juu yetu, juu ya udhaifu wa mwanadamu. Kwa kawaida ni kuwa na chombo cha Mungu na makusudi yake. Makusudi haya ni sehemu muhimu sana wa uamsho. Sehemu ya muhimu sana ya uamsho. Hapa kwenye ile Yoeli tunaona
ameweka makundi kama matatu. Amesema vijana, halafu akaenda watoto wenu wa kiume, halafu akaenda tena watoto wenu wa kike. Sasa Yoeli alitabiri nguvu ambayo inaweza kuvamia, yani ambayo inaweza kufanya kazi ndani ya watu tofauti, rika tofauti. Inajitosheleza. Na asubuhi ya leo mimi naiona iko hapa hiyo nguvu. Jamani, sihubiri nguvu ambayo iko Yerusalemu, ninahubiri nguvu ambayo iko hapa. Nyinyi mlipokuwa mnaingia yenyewe ipo. Tena hapo ulipokaa ipo. Wewe fungua moyo wako kwamba nataka kuwa mtu mwingine. Nataka kuwa mtu mwingine. Ninatoka kwenye kongamano narudi mimi ni mtu mwingine. Sio yule, hapana, mtu mwingine. Mpaka mke wako ajue umekuwa mtu mwingine. Mpaka watoto wako wajue wewe umekuwa mtu mwingine. Kama unafuga mbwa na paka, mpaka na wao wajue ya kwamba wewe ni mtu mwingine. Haleluya. Najisikia raha mwenzenu nikihubiri habari za Roho Mtakatifu. Najisikia raha. Maana naona ndio kiini cha Biblia yote. Jamani, tuko pamoja? Kiini cha Biblia yote. Roho Mtakatifu anamiminwa pasipo kujali ngazi ya jamii. Roho sio kwa ajili ya wahubiri tu, bali juu ya watu, ya watumishi wote. Ni kwa kila aaminie. Wote wanaoitwa na Bwana kuwa mashahidi wake wanakuwa na haki ya kupokea hii nguvu. Wote. Maana anasema nanyi ndinyi mashahidi katika Luka ile ya 24 mstari wa 48. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Basi wote tunahitaji nguvu za Mungu. Luka 24:49 anasema lakini kaeni hata mvikwe uweza utokao juu. Huu sio uweza wa kijeshi. Unajua jeshi liwe imara inategemea na wale wanao train hilo jeshi, si ndio? Lakini hii nguvu sio ya kijeshi ya kawaida, ni ya kijeshi ya kimungu, ambaye kamanda wake anaye train watu wawe hivyo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza akakutumia mpaka ushangae, mpaka uone maajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Njaa yetu ni kuona tunatimiza maono na kuona tunatimiza mpango mkakati wetu, na hivyo ni lazima tutubu kabisa kwa mioyo yetu yote. Ukisoma katika Yoeli sura ya 2 mstari wa 12, Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 anazungumza maneno mazito sana. Anasema lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Simunitikia amena. Kumbe Bwana ni Bwana wa uamsho. Bwana anatutaka turudi. Si kama baba anavyoweza kumfukuza mtoto haraka amwambia potelea huko. Ni mara chache akamwambia urudi. Lakini anataka turejee. Ninaposema kutubu, naomba msibaki na status kwamba muichi anatuone sisi hatujaokoka. Nasema tutubu. Kama tumeokoka muda wote huu, hatuzai matunda, hatuleti washirika, hatushuhudii, yatupasa kutubu. Jamani, haleluya. 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 Petro alisisitiza mara 2 hitaji la toba kabla ya kumpokea Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:38 utaona pale. Yoeli sura ya 12, Yoeli sura ya 2 mstari wa 13. Yoeli
sura ya 2 mstari wa 13. Anaendeleza, rarueni mioyo yenu. Jamani, sio mavazi. Unajua hapa nitoa ufafanuzi kwa sababu ilikuwa ni kawaida katika Israeli na wafalme na manabii, anapoonekana kuna kosa lililotokea walikuwa nararua nguo zao, si ndio? Akaona waonyeshe, sihitaji mrarue nguo, nataka mrarue mioyo yenu. Haleluya, haleluya. Anasema mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ni mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye anaghairi mabaya. Tuko tayari? Nakuuliza, tuko tayari? Roho yuko tayari kutujaza upya. Tumwambie Mungu tusamee. Kwa kweli tumekaa wanaume kweli, tumejaribu kutunza wanaume wetu kwa wake zetu tu, si unaona wakati mwingine wanaume wanatunza wanaume. Lazima utambue mimi ndio mwanaume katika nyumba hii. Kwani nani alisema wewe sio mwanaume? Lakini leo tunataka tutambue kwamba sisi ni wanaume wa kazi ya Bwana. Nitikia amena. Wakati unarudi, imefikia mwezi wa 6, inapofikia Januari, mwanaume unasema nimevuna roho 12 hizi hapa. Mbona hapo ameni 2 tu? Ifikapo Januari tuone wanaume wanaotoka kwenye kongamano na kuambia wamekwenda kwenye vyuo vya kupanda makanisa. Haleluya. Tuko tayari? Tuko tayari Roho tubadilishe? Oh, haleluya. Tuko tayari atubadilishe? Kabisa kabisa. Tuache ubinafsi. Kabisa kabisa. Lazima tuwe katika umoja. Mambo yanayotufanya tuweze kujazwa na kutumiwa na Mungu, masharti yanayotakiwa 3. Moja, tuache ubinafsi. Yaani tuache majivuno na ubinafsi. Unauzuia utendaji wa Roho Mtakatifu. Ubinafsi na majivuno unazuia nguvu za Roho Mtakatifu kutokuonekana. Alafu tumwendee kwa unyenyekevu wa mioyo, ndipo tutaiona hiyo nguvu. Na 3, lazima tuwe katika umoja. Jamani, amina. Tuwe katika umoja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yupo kwenye mafarakano? Hayupo. Mnasengenyana tu? Hayupo. Unatoka nyumbani hamsalimiani, unaenda kumshuhudia nani aokoke? Tunataka kuona roho ya umoja kwenye makanisa yetu inakuwa sana. Yoeli anazungumza hapo maneno fulani katika Yoeli 2:15 na 16. Hebu tuone anazungumza nini 15 na 16. Tusome tu hilo, halafu ninatafikiri nikimalizia la 4 nitakwenda kuomba. Asema, pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Yani wakae kwa umoja, wafanye pamoja. Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyayo maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Lakini kitu kikuu katika maneno yote hayo, anataka kuona kusanyiko lililo na umoja, limejaa nguvu ya umoja, Jambo la 4 ni lazima tufanye maombezi kuhusu Roho Mtakatifu. Lazima tufanye maombezi. Wachungaji wenzangu, tusichunge kanisa tangu Januari mpaka Januari hatujafanya maombezi. Na maombezi ya Roho Mtakatifu sio ya kipawa cha mtu. Jamani, maombezi tulishapewa na Yesu. Yaani sio ya mtu fulani mwenye kipawa.
wewe hapo una haki ya kumwombea mtu ajazwe Roho Mtakatifu. Washirika wanaombeanaga, hata wenyewe wanajazwa Roho Mtakatifu. Tunamtaka Roho Mtakatifu. Ninaomba sasa wale wote ambao wanasema kwa kweli tunataka hiyo nguvu tujazwe upya, tunamtaka kwa upya na tunataka mabadiliko, na ninataka nikirudi nisiwe mtu yule tena. Nataka anibadilishe niwe mtu mwingine. Nataka anitumie kwa viwango vingine. Unasema namna hii, naomba usimame mahali ulipo. Unasema niko tayari, namtaka Roho Mtakatifu anipeleke kwenye viwango vingine. Sio hivi nilivyo navyo, nataka viwango vingine. Naomba usimame mahali ulipo kama unaitikia hivyo, kwamba kwa kweli namtaka. Na Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Hakuja kutuhukumu tuangamie, amekuja kutuinua tukaifanye kazi yake. Amekuja kututia nguvu tena, tunajazwa upya tena, tunafanyika upya tena. Naiona nguvu isiyo ya kawaida inatembea. Naiona nguvu ya Roho Mtakatifu yenye kuleta mabadiliko kwa wanaume wa Tanzania Assemblies of God. Naiona inatembea, naiona iko mahali hapa. Naona mioyo iliyo tayari inaanza kupokea, naiona inaanza kupokea, inaanza kujazwa upya. Naomba wewe unaisema, yani uko mahali hapa sasa, unasema kwa kweli nataka, kimbilia madhabahu. Kimbilia madhabahu, hata kama hatutoshi, kimbilia madhabahu hii. Tunataka kujazwa upya, tunataka nguvu mpya, tunataka kufanywa upya, tunataka kuwa watu wengine. Tunataka nguvu inayobadilisha, tunataka nguvu inayotuweka tuwe wengine katika utendaji. Tunataka. Inua mikono yako, inua mikono yako. Hata kama hutafika kwenye madhabahu, uko hapo ulipoishia, nataka nione ya kwamba Bwana anaangalia utii wako. Umeamua kutoka pale ulipokuwa umekaa ukionyesha unataka. Naona mnataka, tunaonyesha tunataka. Naomba meza kubwa isimame huku juu, inyoshe mikono kwa wanaume hao. Naomba meza kubwa nayo isimame huku juu, inyoshe mikono. Naona watu wanajazwa, naona wanajazwa kwa upya, naona wanatengenezwa kwa upya, naona kuna nguvu kwa upya, naona wanataka mabadiliko, naona wanataka kuwa watu wengine. Na mimi nakuhakikishia utakuwa mtu mwingine, utatumiwa kivingine. Bwana atakutumia, Bwana atakutendea, Bwana atakufanyia. Anza kunena katika jina la Yesu. Pokea Roho sasa, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu. Jazwa kwa upya, wala si kwa kuigiza, kwa kumaanisha, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Anza kunena. Naona kwa kunena upya. Ninajua ulishajazwa, lakini leo tunataka kujazwa upya, na wala sio jambo geni, Oh Bwana wa mabwana, Roho Mtakatifu tunakutaka, Roho Mtakatifu tunakutaka, Roho Mtakatifu tunakutaka. Pokea Roho Mtakatifu, pokea ujazo mpya, pokea kwa upya, pokea kwa upya. Ndio. Naona watu wako tayari, mioyo yao inasema tunataka. Naona sio kwa kunena tu, tunataka atubadilishe tuwe watu wengine, atubadilishe na kuwa mtu mwingine. Urabashakanaba repeshekara retaikanaba raisekenebe repakantesa laikantarebete rekantabata. Jiachilie mpaka kule kwenye viti. Tunataka jiachilie katika Kristo Yesu. Jiachilie katika Bwana, jiachilie katika Kristo Yesu. Ninakuona Baba, unalipenda kanisa, unatupenda wanaume. Tumeamua kutoka, tumeamua kuja kwako, tumeamua Mfalme,
tumeamua Bwana wa mabwana, tumeamua Yehova, katika jina lako Yesu, tumeamua kubadilika. Baba, tusamehe katika yale ambayo Bwana hatujayafanya. Leo tunatubu mbele zako, tunatubu mbele zako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Roho Mtakatifu, chukua nafasi. Roho Mtakatifu, urabashakandaraba, pokea, pokea, endelea kunena kwa upya, endelea kunena kwa upya, pokea katika jina la Yesu. Nena, nena, achilia ulimi, achilia ulimi, achilia ulimi, achilia ulimi. Wacha nguvu ikufunike, wacha nguvu ikufunike, wacha nguvu ikufunike, wacha nguvu ikufunike, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Hebu mshangilie Roho Mtakatifu.
Shangilia kwa makofi mengi. Shangilia Roho Mtakatifu. Naomba tutulie. Naomba tutulie. Haleluya. Ni wakati wa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Huwa anasema na mioyo ya watu. Sikilizeni, wakati wa utulivu, tunapotulia, tunataka tumpe nafasi Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kuwa ananena na wewe juu ya ujumbe wako, lakini Roho Mtakatifu anaweza kunena na kwa ujumbe wa kusanyiko lote tuliopo mahali hapa. Kwa hiyo tukiona mwenzetu ananena, tusikilize, na kama utapata nguvu ya kutafasiri, tafasiri. Kuna mmoja ametoa ujumbe, anasema shikeni njia ya Bwana nanyi Bwana atawatendea makuu. Shikeni njia yake naye Bwana atawatendea makuu. Roho Mtakatifu anasema. Haleluya. Amen. Tutaimba ubeti mmoja na chorus moja. Yaani ubeti na chorus yake. Halafu tutakwenda kwenye hatua ya kuhitimisha. Ukiwa umetulia hapo, hata ikibidi kufunika macho yako, utakuwa unaimba nasi wimbo huu unaosema nasikia kuitwa. Nasikia kuitwa. Nasikia kuitwa. Tutaimba beti ya kwanza, halafu na chorus yake. Nasikia kuitwa. Na sauti yako nikasafiwe kwa damu ya Bwana kwako. Nimesogea
damu yakwa kwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasikia kuitwa, anasikia kuitwa. Hebu mshangilie Bwana tena kwa makofi hapa. Asante, asante. Amen, amen. Tulia tena kidogo, tulia kidogo. Naona Roho Mtakatifu anatembea katika mioyo ya watu hapa. Kuna kitu Mungu anafanya, kuna kitu Bwana anatenda. Haleluya. Ninaomba sasa nisikilize hili ninalokwenda kuliongea. Nisikilize hili ninalokwenda kuliongea. Naomba sana, kama we mwanaume uliopo hapa unasikia sauti ya kuitwa na Bwana ya kwamba ukamtumikie, ninaomba we ubakie hapo wakati wengine wanarejea. Unasikia kabisa Roho anakuambia kitu, ubaki hapa, usimame bado, ubaki umesimama, wengine wanaondoka. Na kama uko kule wakati hao wanarudi, wewe njoo hapa mbele, njoo kwenye madhabahu hii. Unasikia kabisa moyoni kwamba Bwana anakutaka wewe, usiondoke, ubakia hapa. Na kama uko kule nyuma, wewe uambie hao wakupishe, njoo hapa mbele, sogea kwenye madhabahu hii. Ninaamini Roho Mtakatifu anataka kujitwalia watu. Roho Mtakatifu anasema nitengeeni watu hapa. Haleluya. Njoo hapa mbele, wewe ambao unaisikia sauti hiyo moyoni na unasema kwa kweli nataka kwenda kutumika sasa. Nasikia kuitwa, nasikia kabisa. Oh, haleluya. Yaani uwe miongoni mwa wachungaji wale ambao wamebakia ili tutimize wachungaji 45,000. Wewe leo unaongezeka. Sante Bwana, sante Roho Mtakatifu. Naona watu wengi wanakuja, wanaume wa Bwana wanakuja, wanaume wa Bwana wanakuja. Roho wa Bwana ananena nao, Roho wa Bwana ananena nao. Naomba meza kubwa hapa, wote tushuke pale chini. Tunataka tuwawekee mikono hawa ndugu zetu, tunataka tuwawekee mikono hawa ndugu zetu. Kuna kitu kinadhihirika. O rabashakandaba, o redetasekaba, o shaikandaba, natatatata elalabashakandaba. Nakumbuka Roho alivyoshuka wakati mitume wanafanya ibada, alafu akaamuru akasema, nitengeni Sauli na Barnabasi, nitengeni. Na katika kongamano hili Roho anasema nitengeni watu. Umekubali kutengwa kwa ajili ya kazi yake, umekubali kutengwa kwa ajili ya kazi yake. Mungu akubariki sana. Naomba nyinyi kutoka meza kuu mkae kwa mistari, msijae mahali pamoja, wengine waanzie kule. Naomba mkutano wote tusimame, asiwepo wa kukaa wakati Roho Mtakatifu yuko kazi. Nafurahi sana. Roho amejitwalia watu wake hapa.
na haitakuwa bure. Bwana amejitwalia watu wake hapa ambao wanakwenda kumtumikia, na mimi nasema na nyinyi mliokuja kwenye madhabahu hii, mmesikia kuitwa ndani ya mioyo yenu, mmesikia kuitwa ndani ya mioyo yenu, na msipoteze wito wenu. Tukimaliza msiende kama mmemaliza. Ndio kwanza jitambulishe kwa askofu wako, kwa mchungaji wako kwamba nimeitwa kutoka kwenye kongamano, nimeisikia sauti ya Bwana ikinitaka nikamtumikie. Atakuelekeza utaratibu ni kwenda kwenye chuo cha kupanda makanisa, na tayari Roho Mtakatifu anahesabu haya ni makanisa mapya yanakwenda kuzaliwa, hawa ni wachungaji wapya wanazaliwa. Tunasonga mbele, tunasonga mbele. Mwaweza rejea tena sasa kwenye viti vyenu. Wapigieni makofi wakati wanarejea kwenye viti vyao. Wanaume hawa, wanaume hawa, wanaume hawa, wanaume hawa, wapigieni makofi. Maaskari hawa wanaingia kwenye jeshi, maaskari hawa wanaingia shambani mwa Bwana. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Mpendwa mkurugenzi mkuu, kazi niliyotumwa na askofu mkuu naamini nimeimaliza. Nami nataka kutamka sasa tamko la mwisho. Natangaza rasmi kwamba kongamano la wanaume tarehe hii 10 2026 Juni limefunguliwa rasmi. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa baba askofu kutuweza kutufungulia kongamano letu. Sasa tuko huru kuendelea na mambo yaliyo mbele yetu. Haleluya. Baba askofu, walioitwa leo mbele nimekufanyia hesabu wako 70. Kwa hiyo mliopita mbele hapa amjaja kuigiza, ndio wito umeingia hivyo. Mimi mwenzenu wito wangu haukuja kama hivi. Nilipeleka kwaya kuimba Kenya, mhubiri akakosekana nikiwa mwenyekiti. Yule mchungaji akasema, nilisema nitaleta mhubiri kutoka Tanzania, hayupo, wewe vua sare njoo uhubiri. Sasa sijui kuhubiri, nitahubirije? Nikatafuta andiko mwanzo mpaka mwisho nikakosa, lakini Roho Mtakatifu akaniambia, wewe hubiri wimbo unaojua. Sasa si hawaujui. Nasema beti ya kwanza, nikija chorus na kazana. Nikaita watu, wakaja kuokoka, wakaja kutubu, pepo zikatoka. Nikasema kumbe na mimi mhubiri. Tangu siku hiyo nikapata wito. Sasa wewe umelete huo wito, umeambukizwa na mhubiri mkubwa kama huyu, baba askofu makamu. Usije kama ulikuja kutembea. Na wengine nimewaona, bahati nzuri na kanisani kwangu nimeona, wale ndio jumla wameenda. Kama walikuwa wanajaribisha jumla wameenda. Haleluya. Nimeona Wasingida wa kutosha, na mimi nitasimama. Na bahati nzuri mweka hazina wa jimbo upo. Hao tumepata mateka wa Yesu. Ukijaribisha na mtu unapelekwa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana wanaume. Kongamano letu limefunguliwa. Roho Mtakatifu tumejazwa. Sasa huyo alikuwa na fyeka. Wako ambao watafuata. Tuna mambo mazuri. Mwambie mwenzako tuna mambo mazuri. Kikubwa ni utulivu. Nimlete katibu tuweze kutoa sadaka, na baada ya sadaka kuna tukio litatukia hapa. Tunayo timu yetu ya Law Rangers. Leo tutaizindua rasmi kwa sababu iko chini ya idara yetu, na tumefungua kituo cha kwanza Dodoma, kingine kiko Morogoro. Kwa hiyo leo makamu askofu tutaenda kuwakaribisha wale vijana
ambao ndio limbuko la Law Rangers kwa TAG.